Shalom, shalom watu wa Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Karibu kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Mtu wa Mungu kote kule unakonisikiliza, leo kuna mtumishi wa Mungu hapa. Mtu wa Mungu ametutumia ndoto yake na anahitaji tumtafsirie. Na bila shaka yawezekana na wewe uliwahi kupitia ndoto ya hivi au inaelekea na hii. Bila shaka Mungu atakusaidia kukuelekeza ni nini au ni ujumbe gani ambao ameuandaa kwa ajili yako. Kumbuka maandiko yanasema, ukisoma kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 mpaka 16, Mungu anasema anazungumza na sisi kupitia ndoto, kupitia maono, lakini kwa sababu watu huwa tujali katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio yetu na kutia mafundisho yetu. Leo nataka unapoota ndoto usichukulie poa, kwa sababu inakuwa ni sauti ya Mungu moja kwa moja kwako, na hicho ndo kipawa ambacho kila mwanadamu yeyote hapa duniani amepewa. Ndoto inasema hivi kwamba, mtumishi, nimeota nilikuwa nasafiri kiuhalisia naelekea mkoani ambao sijawahi kufika tangu kuzaliwa, ila sikuwa na nauli mkononi, ila kuna mwanaume ni kama alikuwa mpenzi wangu, kaniambia upande basi atatumia nauli. Nikiwa njiani, ila hakuweza kunitumia, nikashukia njiani na sijui huo mkoa naenda kufanya nini, na nilikuwa na watoto wangu wawili. Kihalisia ndoto hii ina maana kwa ujumla. Sasa kabla ya kuchambua, ina maana kwamba kwenye safari yako ya maisha hauna maamuzi sahihi na haujui unaelekea wapi. Hapa ina maana gani? Ngoja niichambue. Kwanza, unasafiri kuelekea mkoani. Safari yoyote ya kuelekea mkoani ina maana ni safari ambayo inakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au ni safari yako ya maisha kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye utajiri, au kutoka kwenye hali ngumu kwenda hali nzuri, au kutoka kwenye daraja moja kwenda daraja lingine. Lakini kumbuka, huo mkoa hujawahi kufika. Ndo maana Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe alimwambia Ibrahimu, toka sehemu ulikozaliwa, nenda mpaka sehemu nitakapo kuahidi, huko nitakufanya taifa kubwa. Kumbuka, Mungu hakumpa nauli, hakumpa kitu chochote, lakini Ibrahimu yeye ndo alichukua na akatafuta nauli na kila kitu. Kwa sasa kuona wewe unasafiri na hauna nauli mkononi, ina maana haufanyi maandalizi kwenye kila kitu chochote unachotaka kukifanya kwenye maisha. Iwe ni mipango ya kazi, iwe ni mipango ya biashara, iwe ni mipango ya kiroho, haufanyi maandalizi. Lakini pia kuwa na mtu kukuahidi alafu asitimize, ina maana kuna watu wanakuja kwenye maisha, unahisi watakuwa ni msaada, lakini wanakudisappoint. Iwe ni kwenye mahusiano, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye huduma, au ni kwenye kitu chochote, umekuwa ni mtu ambaye unabe disappointed na watu ambao walikuwa wanalenga kukusapoti na kukusaidia kwenye safari yako ya maisha. Lakini pia Mungu anakuambia kwamba sasa huo unakuwa ni utegemezi, kwamba unaishi maisha badala ya kumtegemea Mungu unawategemea wanadamu. Hapo Mungu anataka kufundisha kwamba acha kuwategemea wanadamu kwenye safari ya maisha yako, kwamba una uwezo wa kumtegemea Yesu Kristo ndo awe Mwokozi, kwa sababu yeye ahadi zake ni kweli na tena ni amina. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Lakini pia kupanda basi na wewe unaendeshwa, ina maana kwenye safari yako ya maisha kuna watu wanakuendesha, lakini haufiki unakoenda. Kwa Mungu anahitaji anza kuchukua usukani wa maisha yako, kwa sababu kuota upo kwenye basi na mtu anakuendesha, unapelekwa na haujui unaelekea wapi, ina maana ni ishara kwamba kwenye safari yako ya maisha kuna watu umewapa usukani wa maisha yako, kuna watu umewategemea, lakini hawatokufikisha kwenye safari. Inawezekana ni kwenye makanisa, sehemu unakohudumiwa, au ni kwenye biashara, au ni kwenye kazi, au ni kwenye mahusiano. Una watu lakini hautofika kule unakoelekea. Lakini mtu kutokulipia nauli, kutokutumia nauli, ina maana ni ishara ya disappointment, aibu, kukata tamaa,
kushuka, kukosa thamani, muda mwingine kupuuzwa na kudharaulika. Ina maana safari yako ya maisha umetengeneza hasara. Kumbuka hapo, umeshuka njiani, hujui utaenda wapi, utaelekea wapi. Lakini kuwa umeshuka njiani na ulikuwa hujui unaenda kufanya nini, ina maana ni ishara kwamba huwa unafanya maamuzi bila kufikiri, unachukua hatua bila kutafakari. Ina maana Mungu anataka anza moja kwa moja kufikiri kabla ya kutenda. Lakini kwenda na watoto, ina maana kwamba safari yako ya maisha kuna adui ameweza kumiliki hadi watoto wako na kuwapeleka sehemu isikojulikana. Ina maana ni ishara ya kuibiwa nyota, kuibiwa mafanikio, kuibiwa fursa, kupotezewa muda na kukosa mwelekeo, muda mwingine pia na kuaibishwa. Kwa hiyo lazima, unachotakiwa kujifunza ni kwamba anza kumwamini Mungu kwamba yeye ana uwezo wa kukuokoa. Inawezekana kuna watu, kuna vitu, kuna mambo ulikuwa unayapa fursa kubwa kwenye maisha, Mungu anataka yaache. Anza kumwamini yeye. Lakini pia Mungu anahitaji uanze kupambana na kuwa tayari kuwa makini unapofanya maamuzi ili usije ukaaibika. Lakini pia Mungu anahitaji uwe makini, acha tabia ya kukata tamaa. Lakini pia Mungu anataka uanze kujisimamia kwenye kila kitu unachokifanya, usiwategemee wanadamu. Lakini pia Mungu anataka ufanye maamuzi sahihi kabla ya kuja kufanya jambo, usije ukakurupuka. Lakini pia Mungu anataka uanze kumtegemea yeye, kwani wanadamu siku zote hawaeleweki. Lakini pia Mungu anataka uwe makini na safari ya wokovu wako, uache dhambi, uache mabaya ili uweze kufika ile safari ya kwenda mbinguni. Lakini pia Mungu anataka watu wanaokuongoza uwe makini nao. Kuna watu kwenye maisha, baadaye ya kukupeleka sehemu sahihi, wataenda kukuacha njiani, au wengine watakupoteza kwa kukupa ahadi za uongo. Lakini pia mwisho kabisa, lazima ujifunze kulipa gharama kwenye maisha na kufikiri kabla ya kutenda. Hizo ndo jumbe ambazo Mungu amezihitaji uzijue ili uchukue hatua sahihi, na Mungu akubariki sana. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.